Soka ama mpira wa miguu ndio mchezo kinara na unaopendwa zaidi ulimwenguni. Zaidi ya wafuasi bilioni 3 wanafuatilia mchezo huu na kusababisha hata baadhi ya watoto wadogo kuelekeza ndoto zao na kutaka kuwa sehemu ya wasukuma kabumbu maarufu. Na kama ilivyo kwa nchi nyingi duniani, hutamani bendera zao zipeperushwe na wachezaji wao mahiri ndani ya mataifa mengine. Na Tanzania kama miongoni mwa nchi hizo, matamanio yao makubwa ni kuona wachezaji wake wakipata fursa ya kucheza nje ya taifa hilo kadiri inavyowezekana. Tayari hilo limeshawezekana katika vizazi tofauti, lakini bado soka la Tanzania halijanufaika kama ilivyo kwa mataifa mengine yaliyoendelea kwenye hili. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imegubikwa na vipaji vikubwa vya soka, huku nyota wake wengi wakitamani kwenda kusakata kabumbu nje ya taifa hilo. Wapo baadhi ya wachezaji ambao waliondoka kwa lengo la kwenda kucheza nje na matokeo yake uvumilivu ukawashinda na kurejea nyumbani. Lakini pia wapo baadhi ya wachezaji, ukimwondoa Mbwana Samata na Simon Msuva, ambao bado wanapambana na tangu walivyoondoka hawajakata tamaa wala kushawishika kurejea nyumbani. Ni kama watoto wengi wa Kitanzania wa Kiafrika tunapoanza kucheza, tunaanza kucheza mtaani, labda shule. Nafikiri nilianza kucheza mpira wakati niko mdogo, shule ya msingi na kuendelea. Lakini hasa ile mpira wa mafundisho, tuseme nilipokaribia kumaliza darasa la 7 ndio nilianza kujiunga na vituo vya mtaani vya watoto ambao vinakuwa katika usimamizi, na hapo ndio nilipoanza kucheza mpira hasa rasmi. Himidi Mao Mkami, kiungo mkabaji wa Tanzania, ni mtoto msukumandinga wa zamani wa Pamba ya Mwanza, Mtibwa na Moro United za Morogoro. Mao Mkami almaarufu Boldensa ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao wameweka rekodi ya kuitumikia timu ya taifa Tanzania kwa ngazi zote, kuanzia za vijana hadi wakubwa Taifa Stars. Nafikiri ilinijenga na kuniandaa katika kila hatua iliyokuwa inakuja mbele yangu. Ni kama wakati nacheza under 17 tuseme, unaandaliwa kuja kuwa under 20, na unapokuwa under 20 wakati ushapata maandalizi wakati uko under 17 na kuandaa katika kikosi kinachokuja. Safari yake rasmi ya soka ilianza mwaka 2009 akiwa ndio zao la kwanza la Academy ya Azam FC, na baadaye kupandishwa timu ya wakubwa, akitumikia kwa mafanikio na kuonesha uwezo mkubwa hadi msimu 2018-2019 ambao aliamua kuagana nao na hatimaye kuanza safari ya soka la kimataifa. Ilikuwa ndoto yangu tangu naanza kucheza mpira wa ushindani. Nilikuwa natamani siku moja nikacheze katika ligi kubwa nje ya Afrika au kokote. Kwa hiyo nilijitahidi kwa kadri ya uwezo wangu hadi hapa nilipofika. Namshukuru Mungu, japo sio malengo ambayo nilijipangia tangu mwanzo. Nafikiri niko below kidogo, lakini namshukuru Mungu pia. Liga in Egypt is very difficult. Ligi ya Misri ni ngumu sana. Hii ni ligi maarufu kote Afrika. Al Ahly, Zamalek, Ismail ni klabu kubwa, hizo zinacheza ligi hii. Kwa mchezaji yote wa Kiafrika akija hapa anaweza pia kwenda kucheza barani Ulaya. Ligi ya Misri ni muhimu barani Afrika. Europe in big clubs. Here I say Egyptian league very important in all Africa. Nafikiri nilijiandaa kiakili na kimwili kabla ya kutoka nyumbani. Nilikuwa nimejiandaa na kusema chochote ninachokutana nacho mbele yangu natakuwa nipambane nacho. Kwa hiyo haitojalisha itakuwa kigumu kiasi gani au kirahisi kiasi gani, natakiwa nisimame mimi kama mimi, nionyeshe ushirikiano kwa nitawakuta, naamini nitaweza kusurvive, na ndio kinachonisaidia hadi sasa hivi. Hamid Mao is very good player and a very good man. Himidi Mao ni mchezaji mzuri na ni mtu mzuri pia. Wachezaji kama yeye huwa na upekee uwanjani kwa sababu unawaona kabisa wamepevuka, na kwangu ni wachezaji muhimu, na namuona Himidi akiwa na timu yake ya taifa. Amecheza hapa Misri kwenye klabu mbalimbali na klabu kubwa pia ya Petrojet na Entar El Harbi. Klabu yangu hii ni kubwa, na furahi sana Himidi yuko nami hapa. Good team, national team Tanzania. Hamid play in Egypt in many clubs and big clubs in Egypt. Play in Petrojet is big club, and Entar El Harbi my club is very
big in Egypt. I'm happy in Hamid play with me. Kwa miaka karibuni Tanzania inajivunia kutoa wachezaji wengi kwenda kutafuta changamoto nje ya mipaka taifa lake. Asilimia kubwa wanaenda moja kwa moja kwa mikataba rasmi, tofauti na miaka ya nyuma wengi wao walikuwa wakienda kwa ajili ya majaribio. Hata hivyo, bado takwimu haziridhishi kwa kuwa wanaoenda na kusalia huko ni wachache ukilinganisha na wale wanaoenda na kurejea nyumbani baada ya msimu mmoja au miwili kuendelea na soka la Tanzania. Kwa mawakala bado hawajakata tamaa, wanaendelea na biashara hii ya kuwatoa wachezaji wa Kitanzania na kuwapeleka nje. Lakini je, ni vigezo gani huvitumia? Kitu kikubwa ni mahitaji ya sehemu ambayo wanahitaji mchezaji. Kwa sababu kwanza wale wanaohitaji mchezaji wanakuambia mchezaji wa aina gani ambao wanamhitaji. Kwa hiyo kutokana na mahitaji yao ndio nao unaangalia aina ya mchezaji ambaye unaona ana fit kwenye yale mahitaji ambayo wahusika wanayataka. Kwa hiyo nadhani kitu kikubwa ni kwamba tunaangalia mhitaji mwenyewe, mahitaji yake ni yapi. Takwimu hizi zinawatafuna wachezaji wengi wa kizazi cha sasa ambao wanashindwa kuendeleza pale walipoishia kizazi cha kati ambacho kimegeukia kwenye fani ya ukocha aidha wa club au timu za taifa. Kwanza nilikwenda katika kipindi ambacho haukuwa kipindi mwafaka. Nilikwenda katika kipindi ambacho kilikuwa kwangu mimi kiwa kimepita, kwa sababu nilikuwa tayari nimekwisha tumika sana katika klabu ya Simba. Kwa nilikwenda kidogo, umri umekwenda, muda wangu mwingi sana nimeshautumia hapa. Kwa hiyo sikwenda katika kipindi mwafaka. Changamoto ambazo nilikutana nazo kule naweza kusema ni kwamba kwanza nilikwenda kama nilivyokuambia, sikwenda kwenye trial. Nilipofika tu mimi pale, kwa sababu wale walikuwa washanifahamu, nilikwenda nikasaini tu baada ya kupita kwenye vipimo vyote. Lakini light kama ningeweza kwenda kwa ajili ya trial ingekuwa ni ngumu, kwa sababu nafikiri kwamba ningeweza kufeli kwa sababu nilipofika siku ya kwanza kabisa ambako natakiwa naanze mazoezi nilionekana siko fiti kabisa, kwa sababu nilienda kwenye testi nikaonekana niko chini sana. Kwa hiyo ili niweze kucheza ilionekana kwanza nipangiwe program maalum karibuni wiki 2 au 3 ili kuweza kuingia kucheza kwenye timu. Kwa hiyo kitu ambacho kama ningeenda kwenye trial naweza kusema ningeweza kufeli. Mechi na Al Ahly, Pitso Mosimane ndio alikuwa kocha ambaye wakati wewe unapata changamoto ya kwenda kucheza nje SuperSport, yeye ndo alikuwa kocha. Ulijisikiaje? Kwanza alinipigia simu. Nafikiri kipindi mimi naanza ukocha kuna wakala alishawahi kuleta mchezaji yule Asante Kwasi. Wakala yule ni wakala ambaye yuko karibu sana na Pitso. Na alivyosema kwamba bana kule kuna mchezaji wangu ambaye kuna kocha anaitwa Matola ndo anaye, Pitso alishtuka yule. Akasema huyu Matola kishaanza mambo ya kocha, akasema nipe namba yake ya simu. Alinipigia simu. Akaniambia bana, nimefurahi sana kusikia sasa hivi umeingia kwenye kazi ya ukocha na unafanya kazi, nafikiri sasa hivi nafikia unakwenda Simba. Nimefurahi sana. Kwa hiyo pambana. Kwa hiyo mimi kwa Simba hizo habari alizipata muda mrefu. Na hata tulivyokutana naye hapa alifurahi sana kuniona na aliweza kuja kunikumbatia na kusema bana, ninafurahi kukuona ukiwa katika hatua kama hii ambayo unaendelea nayo. Mambo makubwa 4 yanayotajwa kuwa chanzo cha baadhi ya wachezaji kukosa uvumilivu na kuamua kurejea nyumbani ni pamoja na mazingira mapya wanayokutana nayo ugenini, changamoto ya lugha, wachezaji kukosa mawakala au mameneja, lakini pia kukosa maandalizi ya mapema tangu akiwa na umri mdogo. Kwamba anafika na kutana na mazingira tofauti. Anafika kule wakati ametoka Tanzania akiwa yeye ni star, ni mchezaji ambaye anacheza timu zetu kubwa. Anakwenda sehemu ambayo kiuhalisia anatakiwa aanze sifuri, kwa sababu kule wanakuwa wamfahamu kama ambavyo sisi tunamfahamu. Sasa huo uvumilivu pia wachezaji wanakuwa hawana. Anaona kama kule watu wanamtreat tofauti na ambavyo alikuwa treated huku. Kwa hiyo inakuwa inamdisturb kwenye kichwa, na mwisho wa siku ndio tunashuhudia vijana wengi wa Kitanzania wakiamua tu kurudi nyumbani. Hata kipindi changu ambacho mimi naenda kucheza nje, sikwenda peke yangu. Nilikuwa mchezaji kama vile Vita Costa ambaye alienda kucheza timu moja, ilikuwa Peter Malisbed ambaye ilikuwepo iko Durban, umeona. Alishindwa yeye kutokana na mazingira, kwamba bana mimi huku mazingira yako. Nikamwambia bana hapana, vumilia, na mimi nikamwambia hapana Matola bana, mimi narudi na nini. Kweli bidii arudi, lakini mimi ilibidi tu nipambane na mazingira na nikaweza kufanikiwa, lakini ile irudi. Kwa hiyo nafikiri mazingira, kwa hiyo tuna haja kubwa sana ya kuweza kuwatengeneza, kuongea nao na kueleza jinsi gani wanatakiwa kaishi kule na wachezaji kama kule. Kwa hiyo bado tuna safari ndefu. Ukifikiria mimi nacheza Yanga au Simba au Azam,
lile vibe analokutana nalo uwanjani, akiingia mpaka mitaani, jinsi watu wanavyomtreat, akifika kule maisha yako tofauti. Kwa hiyo hapo sasa ndo uvumilivu unapokuwa mgumu. Lakini pia kuna masuala ya chakula, kuna masuala ya hali ya hewa ya kule na huku kwetu inakuwa tofauti, lugha wanaozungumza wenzetu na sisi inakuwa tofauti. Kwa hiyo mchezaji vitu vyote hivyo akiwa navyo kichwani, maana yake anaona hakuna yeye sababu ya kuendelea kukaa kule. Mchezaji anaanza kuwa ni star sana katika klabu yake hapa, lakini unapokwenda kwenye klabu nyingine unakutana kuna mastaa kuliko wewe. Kwa hiyo kuna mtu mwingine mazingira yale anashindwa kuvumilia, anaona kwa nini mimi nije hapa kwa yani kwamba anaona kama kuna watu ambao wako juu kuliko mimi wanaongelewa zaidi. Anakiangalia mazingira na mtu anarudi mwenyewe alikotoka. Kwa hiyo ni mazingira kama hayo vile vile yanachangia sana. Lakini mazingira tena wenzetu mwingine unakuta ni tofauti na ya kwetu, kwa sababu wenzetu wanajikuta wanajikita sana kwenye kazi. Hapa imekuwa ndio hivyo, mara mtu ametoka kaenda huku. Sometimes unaweza kwenda kwenye nchi muda ule wa kutoka ni mdogo. Yaani wewe ukitoka mazoezini unakuwa uko ndani ni mpaka kesho. Kwa hiyo mazingira yale yanakuwa yanachangia watu wengine kuona kama vile wanapoteza muda au sijui wanaona nini. Kwa mfano tulikuwa na mchezaji kama vile Haruna Moshi Boban. Alikwenda leo, kama angeweza kuvumilia nafikiri angekuwa yuko mbali sana, lakini nafikiri na mazingira kama yale alimshinda na akarudi. Ndio maana anasema kwamba sisi misingi yetu toka zamani hatukuikiwa misingi ile ya kwenda sana kucheza nje. Wachezaji wa Kitanzania sisi tunacheza toka zamani. Kila mchezaji ukimuuliza unataka kucheza wapi, mwisho wako anakuambia Simba na Yanga. Kwa hiyo ni misingi ambayo ilikuwa toka tuko utotoni. Kwa hiyo tuna kazi ya kutengeneza misingi mipya ya kuweza kueleza jinsi gani wanatakiwa kwenda kupambana na kucheza professional, kama ambavyo aliweza kufanikiwa Msamata, leo hii Simoni Msuva, leo hii Midi Mao, na kuweza kuwatengenezea na wenyewe wakapambane kama wenzao. Mimi nimepata bahati ya kumpeleka Victor Costa na Musa Hassan Mgosi South Africa wakati wanacheza Simba. Pia hilo jambo wao kama wachezaji liliwakuta. Bahati nzuri au mbaya ni kwamba Musa Mgosi alirudi Tanzania kutokana na ile timu kuona bado ni kijana mdogo, kwa hiyo wakati huo alikuwa amhitaji. Lakini Victor Costa alipata nafasi na wenyewe wakanieleza mimi kama mtu ambaye nilimpeleka kwamba huyu mchezaji ni mchezaji mzuri na sisi tunamchukua, lakini tunahitaji angalau apate miezi 6 ya kuingia kwenye mfumo wetu na baadaye aweze kuendelea. Lakini wakati huo tunazungumza, Victor Costa ni mchezaji wa timu ya taifa, lakini pia ni mchezaji wa Simba. Kwa hiyo yale mazingira aliyokuwa anayaona huku na kule, anaona anafanya tu mazoezi, mechi ya wampangi na nini, akaona ni bora yeye arudi tu kuendelea kucheza sehemu ambapo anapata nafasi kuliko kule alipokwenda. Lakini sio kama wachezaji wengi wanakwenda kule performance zao zinaonekana ndogo. Mazingira yanavyokuepo kule ndio yanawafanya wao sasa wapate hamu ya kurudi nyumbani. Kwa sasa soka la Tanzania linatajwa kuwa ndio soka lenye hela zaidi kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, Sekafa. Na ndio maana wachezaji na hata makocha huvutika kwa wengi wao kuja kufanya kazi hapa. Kwa takwimu ni wachache waliokuja na kushindwa kumudu mazingira, lakini wengi wao huja hapa na kuandika ufalme wao, na kwa muda mfupi tu kujikuta wenyeji huku wakifurahia maisha. Mwenendo huu umepiga hatua zaidi na kushuhudia wachezaji kutoka ukanda wa Sekafa, mataifa ya Afrika Magharibi, ya Kati na hata nje ya Afrika wakifurahia kusakata kabumbu hapa. Swali ni je, wanawezaje? Na kwa nini baadhi ya wachezaji wa Kitanzania wanashindwa? Emmanuel Okwi ni mfano hai wa wachezaji wa kigeni ambao mpaka sasa bado wanapendwa na kukumbukwa hapa Tanzania, na kupitia yeye anathibitisha kuwa ndoto yake ni kama wachezaji wengine wote wakiwa wanaianza safari hii, lakini yeye alijiandaa kimwili na kiakili akijua kuwa anakoenda ni tofauti na anakotoka nyumbani. Ni ndoto yangu kutoka nilivyoanza kucheza mpira, nilivyokuwa mtoto nilikuwa natamani sana kuwa professional player, na ni kitu ambacho mchezaji yeyote akipata taifa kama hiyo au kupata ofa kama hiyo au nafasi kama hiyo, ni mchezaji yeyote lazima apokee kwa furaha kubwa sana, na ndio furaha kubwa sana. Ulitarajia mazingira ambayo ulikuwa unaishi nyumbani pengine unaenda kuyakuta huko, ama tayari ulishajiandaa kisaikolojia kwamba siko nyumbani kwetu? Sidhani kama unaweza ukajiandaa kisaikolojia. Ni mambo ambayo watu wanasema lazima ujiandae kama professional player kisaikolojia, lakini kitu kigumu sana kwa sababu unakutana na challenges nyingi sana kwenye maisha ambayo haupo kwa nyumbani kwako. Kwanza unaanza marafiki wapya, maisha mapya, so kila kitu ni kipya. Sio rahisi kumudu kucheza nje ya taifa lako. Inahitaji kujiandaa, kujibidiisha
nidhamu na imani, na hapa ndipo wengi wao wanaposhindwa. Tanzania na wachezaji wazuri wengi tu, lakini challenges za kucheza professional football ni nyingi sana, na inatakiwa yani uwe na kichwa ambacho yani umejiandaa kisaikolojia. Ni sio simple, it's not easy kujiandaa, lakini lazima uhakikishe unajiweka sawa ili uweze kupambana. So nadhani kwa mtu yeyote ambaye anataka kucheza nje ya Tanzania, ambaye anataka kucheza professional football, sio lazima uwe unajua tu mpira, kwa sababu challenges nyingi sio ndani ya uwanja, lakini nje ya uwanja, ambayo unakosa vitu vingi ambayo unakuwa labda nyumbani ulikuwa unapata na huku utakuwa upati tena, na pia unakutana na wachezaji ambayo ni wapya na wote wanataka kucheza, alafu umekuja kwenye timu ambayo ni nchi nyingine, so lazima uwe umejiandaa, na ni vitu ambavyo labda tunaweza tukawa tunakosa sisi, ambayo labda unakuja sehemu unashindwa kucheza na unarudi ulipotokea. Waswahili wanasema maneno ya mtu mzima ni dawa, na dawa yetu leo hii tunaipata kwa Mtanzania wa kwanza kucheza soka la kulipwa barani Ulaya. Huyu ni Sande Manara maarufu Kompyuta, kiungo mshambuliaji wa zamani wa Tanzania ambaye ameifanya ndoto ya namna hii iwezekane kwa kizazi chake na hata kizazi cha sasa. Japo swali ni lile lile, yeye aliwezaje? Ilikuwa ni bahati. Kwanza niseme ni bahati kwa sababu sikufanya kitu chochote ambacho cha miracle. Ni kwamba ule uwezo nilikuwa nao katika mpira wakati ule ndio ulikuwa una majibu yote ya maswali. Ilikuwa nimetengeneza marafiki wengi sana, na kweli ilikuwa nikiwa na mpira lazima utanipenda. Sasa niteza marafiki wengi sana kwa muda mchache, na mpaka sasa hivi wenzangu kucheza mpira huko Uholanzi wananipigia simu, tunaongea nao hivi. Kama sio corona walikuwa wamenialika nende Holland. Kwa hiyo ni kitu ambacho semi kama kuna ujuzi, lakini labda nilipata managers vile baadaye wakanielimisha sana lifestyle ya professional football ambayo labda wenzangu inawakwaza sana. Tafsiri rahisi hapa tunasema haya yote yanawezekana kwa uwezo na kuyafahamu maisha ya namna gani mchezaji anapaswa kuishi anapokuwa nje ya taifa lake. Sio kama wachezaji wengi wanafikiria kutoka hapa kwenda kwa professional. Ni swala la umaarufu uliokuwa hauna nidhamu. Ni maarufu ambao unatakiwa uwe na nidhamu ya hali ya juu, kwa maana ya kwamba utaitakiwa ule kwa wakati, ulale kwa wakati, ufanye mazoezi kwa wakati, ujirestrict mambo mengi sana unnecessary. Na hili ni jambo gumu sana kwa wachezaji waliotoka katika maisha yetu haya. Anapokuwa star, kukubali aambiwe lale saa 2:30 saa 3 akakubali. Vyakula namna kula si rahisi vile hali inavyotakiwa hali. Na hata plan ya profession ni kwamba anapocheza mpira pale, sio ndio plan kwamba mwakani lazima anunuliwe. Kwa hiyo yote atakayefanya ni kwamba atafute soko la mwakani, kwa sababu professional clubs zinapomnunua mchezaji sio kwa sababu ya kucheza tu. Professional clubs zinapomnunua mchezaji ni kwamba lazima wafanye biashara za professional club, wanunue mchezaji kwa bei nafuu, wamuuze kwa bei ya ghali. Sasa ukielewa maanao ni hiyo, kwa hiyo lazima nawe ujielewe. Somo muhimu pia ni kuacha mkato wa kimaisha kwa haraka bila kujiandaa au kuwa na utayari. Watu wanakwenda tu kwa sababu ya kuwa na hamu waite profession bila kuangalia uwezo wake. Sasa matokeo yake inakuwa ni tatizo. Isipokuwa when you are serious as a professional, lazima ufanye maandalizi. Kwa mfano nikwambie kitu kimoja. Mimi as a professional nilikuwa nimelazimishwa nipige mashuti 40 mguu wa kushoto, mashuti 40 mguu wa kulia kila siku. You know what it means?
Yaani ni kwamba target ya mashuti 40 kulia, mashuti 40 kushoto kila siku. Less than 3 months ilikuwa perfect kwa shooting. Si uchawi. Sio uchawi, kila siku 40 shots kulia, shoot. Nakana mpira katika ball control half an hour, sio dondoshi chini. Sio uchawi, ni training tu ambao sisi hapa wachezaji wetu wanaweza, lakini sio utaratibu huu ukategemea mtu akulipe $1 million as a professional. Fatmas, tunachekesha bwana. Unajua lazima tukubali wachezaji wanatoka katika jamii ya kila characteristic ya maisha. Kuna wengine familia zao duni, kuna wengine ni watoto yatima, kuna wengine wamelelewa katika mazingira ambayo tayari yamekuwa disturbed. Sasa sisi tunapokusanya wachezaji lazima tuyajue namna gani ya kuwakusanya, alafu tunawajengea mazingira ya kuweza miaka 5 ijayo wawe tofauti. Miaka 10 ijayo sisi sasa ndio tutaanza kuanza kuvuna. Na hichi Kawe watu wengi wajanja wameingia katikati, wamefeli. Bahati mbaya nasema wamefeli kwa sababu soko la Ulaya baada ya mimi kucheza ameingia Mngwana na kapitia Kongo. Kama ingetokea Tanzania huko, watu wangeangalia viwanja vya Tanzania, wangeangalia na kusema Mpira wa miguu hauhitaji njia ya mkato kwa sababu ni mchezo hadharani. Kwa kauli moja, kesho ya baadaye hujengwa na leo tuliopo. Mchezaji kama kina Thomas Ulimwengu, Thomas alikuwa kwenye academy ya TFF ambayo ilikuwa na mahusiano na wale jamaa wa Bolton Wanderers wakati ule. Walikuwa na mwalimu mzungu ambaye anafundisha. Kwa hiyo ikawa rahisi kwao, hata akienda kucheza professional football inakuwa ni rahisi kwa sababu tayari kuna vitu kaishaanza kuvipata pale. Tukizungumzia mchezaji kama Imidi Mao toka umri wake mdogo amepita kwa walimu professional ambao kutengeneza mazingira yeye kuwa aina ya mchezaji ambaye yuko sasa hivi. Kwa hiyo tukiamini kwenye maandalizi, naamini tutapata wachezaji wengi sana. Sisi misingi yetu toka zamani hatukuikiwa misingi ile ya kwenda sana kucheza nje. Wachezaji wa Kitanzania sisi tunacheza toka zamani. Kila mchezaji ukimuuliza unataka kucheza wapi, mwisho wako atakwambia Simba na Yanga. Kwa hiyo ni misingi ambayo ilikuwa toka tuko utotoni. Kwa hiyo tuna kazi ya kutengeneza misingi mipya ya kuweza kueleza jinsi gani wanatakiwa kwenda kupambana na kucheza professional kama ambavyo aliweza kufanikiwa Msamata, leo hii Simoni Msuva, leo hii Imidi Mao, na kuweza kuwatengenezea na wenyewe wakapambane kama wenzao. Ni wachezaji wachache sana ambao wanatoka kwao kwenda Ulaya wakiwa na umri mkubwa. Wengi wanatoka miaka 17, 18 ambao 18 ndio age ambao mchezaji anaruhusiwa kuanza kuishi Ulaya. Kwa hiyo nadhani tukianza kuandaa vijana wa miaka 15, tukizungumzia miaka 3, maana yake akifika miaka 18 maana yake tunaweza kumpeleka sehemu nyingine na kuweza kupata wachezaji professional. Kwa hiyo changamoto kubwa ni hiyo, lazima tujikite kwenye maandalizi na kuhakikisha tunatengeneza vijana wengi zaidi, lakini pia tujue mahitaji ya huko ambapo tunataka kuwapeleka, kwa sababu tunakinzana sana na wenzetu aina ya wachezaji wanaowataka. Sisi tunaamini sana kwenye vipaji, wenzetu wanaamini sana kwenye kutengeneza mfumo ambayo, na ndio maana tumeshuhudia hapa kuna wachezaji wengi wakija watu wanaona kama sio wachezaji wa kiwango hicho, lakini wanakuwa ni wachezaji wazuri, lakini kutokana na aina ya mpira ambao Tanzania tumezoea tunawaona sio wachezaji wa namna hiyo. Kwa hiyo tunahitaji kutengeneza vijana wa aina tofauti ili waweze kuingia kwenye mfumo na baadaye tuweze kupata professional wa kutosha. Kupanga ni kuchagua, badala ya kulaumu, nawe una nafasi ya kujenga hapa panapoonekana pameanza kuvuja. Kutoka makala Chemchemi, mimi ni Fatma Abdallah Chikawe.